Sababu ya Ally Kamwe kushikiliwa na polisi Tabora ni hizi hapa, ambapo katika moja zile sababu ambazo zilimfanya afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kushikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Tabora ni kwamba ikumbuke kwamba mara baada ya Ally Kamwe kuwasili mkoa wa Tabora alitoa kauli zilizotafsiriwa ni za kutokuheshimu mamlaka na viongozi wa serikali. Kwa mjibu wa Ally Kamwe ambaye aliingia mkoa wa Tabora, aliweza kutamka maneno ya kimpira au aliweza kutamka yale maneno ambayo yamezoeleka kwenye utani wa jadi au utani wa kwenye mpira, na ndipo ambapo ukatafsiriwa kwamba ni maneno ambayo ametamka sio maneno mazuri kwa mamlaka. Yani alitamka maneno ambayo yalikuwa ni kauli zilizotafsiriwa ni kwamba ni za kejeli na ni dharau na za kutokuheshimu mamlaka na viongozi wa serikali. Kwa mjibu wa Ally Kamwe ambaye alitakiwa kuomba msamaha ndani ya saa 24 na afisa habari ya klabu ya Tabora United, basi Ally Kamwe alidai kwamba amezungumza maneno ambayo ni ya kimpira, hivyo hajaweza kumkashifu mtu yote, na kama mtu yote anaingia kwenye masuala ya mpira basi akubaliana na kauli za kimpira. Na ndipo ambapo baada ya mchezo kumalizika aliweza kukamatwa na jeshi la polisi, na ndipo ambapo akaweza kukamatwa kwa ajili ya mahojiano zaidi kutokana na kile ambacho aliweza kukitamka kilichotafsiriwa kwamba ni kuweza kutokuziheshimu mamlaka na viongozi wa serikali, kwa kuwa katika maongezi yake aliweza kuwataja watu mbalimbali, aliweza kuwahusisha watu mbalimbali akiwemo mkuu wa mkoa huo ambaye anaiongoza na kuisimamia lakini na kuendesha klabu ya Tabora United ambayo ni timu ya mkoa. Kwa hiyo yeye kama bosi wa timu hiyo aliweza kuzungumza maneno kadhaa kabla mchezo huo, siku moja kabla mchezo huo, na ndipo Ally Kamwe akaweza kumjibu, lakini kutokana na kumjibu akajikuta tayari ameshaingia kwenye mtego wa kumjibu tofauti mheshimiwa huyo mkuu wa mkoa wa Tabora. Na ndipo ambapo jeshi la polisi baada ya mchezo kumalizika wakaweza kumkamata ili aweze kutolea maelezo ni nini ambacho alikuwa anamaanisha, au aweze kutolea maelezo kutokana na matamshi yake ambayo aliweza kuyatamka. Na ndipo ambapo wakamtaka kwamba akatoa maelezo, na baadaye akaachiwa na kutakiwa kurudi tena mwezi huu Aprili kunako kituo hicho cha polisi kwa ajili ya maelezo zaidi kwa kile ambacho alikitolea. Lakini baada ya kutoka kwenye kushikiliwa huko, Ally Kamwe hakuweza kuzungumza kitu kingine, badala yake aliweza kuzungumza kwamba tulikuwa na kisasi na timu ya Tabora United na tunashukuru Mungu tumeweza kukilipa.